Ujenzi wa vyuo vya mafunzo ya amali vinavyoendelea kujengwa nchini ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 na ahadi zilizotolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hayo yamesemwa na Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, wakati akikagua maendeleo ya ujenzi wa mradi wa chuo cha mafunzo ya amali kinachojengwa katika kijiji cha Kangagani Makaani, ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake ya kukagua miradi ya maendeleo inayojengwa mkoa wa Kaskazini Pemba. Huu ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Ukiangalia kwenye ilani yetu imezungumzia namna ya kuwaendeleza vijana katika mafunzo ya amali. Hii ndio kazi wenyewe tunayoizungumza. Kwa hiyo wana Kangagani na wana Kojani na wana Kaskazini, tuelewe kwamba kazi ya Chama cha Mapinduzi inaendelea kufanywa katika siku zetu zote hizi za utekelezaji, na naamini tukifika 2030 penye uhai tutakuwa tumekamilisha na zaidi ambayo itakuwa imeshafanyika. Niwashukuru. Taarifa ya kitaalamu imetolewa, taarifa inaendelea vizuri, mradi unaendelea vizuri. Ni imani yangu kwamba ndani ya kipindi kilichopangwa mradi huu utakamilika. Lakini wakati tunasubiri mradi huu ukamilike, wakati nimekuja hapa nimeona hii barabara sio rafiki. Hapa kuna mtu wa Wizara ya Ujenzi? Hawapo Tutakutana nao huko mbele. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ili lichukue na naelekeza katika utaratibu wa matengenezo ya barabara tunazozifanya. Barabara hii nayo iwekwe katika eneo ambalo itatengenezwa kwa kiwango cha lami mpaka hapa kwenye mradi huu. Itakuwa ni jambo la kushangaza sana kama tunajenga mradi mkubwa namna hii tunashindwa kujenga kipande cha barabara cha aina hii. Nimeangalia umeme, naona uko karibu hapa. Nadhani hautakuwa na shida. Na huduma nyingine ambazo hazijafika, tutajitahidi huduma zote zifike hapa na hichi chuo kiweze kutumika vizuri. Mheshimiwa Hemed amesisitiza Wizara ya Afya kuajiri madaktari wenye sifa na vigezo vya kitabibu kulingana na hadhi ya kituo hicho, lakini pia huduma za matibabu zipatikane kwa masaa 24 bila ya usumbufu wowote. Lazima tuhakikishe hapa wanapatikana madaktari wenye sifa na wenye uwezo wa kufanya kazi kwa kadiri inavyowezekana kwa mujibu wa hadhi ya kituo hichi. Kulifungua jengo hili bila ya madaktari wanaostahiki itakuwa haijatusaidia wala hatujawasaidia wananchi tunaowakusudia kuwapa huduma. Mheshimiwa Rais ametuelekeza kwenye haya. Tusimamie vifaa, tusimamie miundombinu, lakini tusimamie na huduma. Kwa hiyo vifaa nimeshatoa maelekezo, miundombinu ipo tayari, lakini huduma sasa, na sijui lini Katibu Mkuu hizi zitakuwa zimekamilika, hospitali hii kwa matumizi sasa. Nadhani mkamilishe kwa haraka hospitali hii ikamilike na wananchi waweze kuitumia. Jengo hili limejengwa hapa kwa sababu ya mahitaji. Maana ukiacha hapa nadhani kituo kingine ilikuwa lazima uende Kinyasini. Sasa uwepo wa jengo hili na huduma hii hapa itasaidia sana kupunguza usumbufu wa wananchi ambao wanahitaji huduma kama binadamu. Akizungumza juu ya ukamilishaji wa ujenzi wa barabara ya Mkarafu Mmoja Jumapili, Mheshimiwa Hemed amesema changamoto zinazojitokeza katika ujenzi wa barabara nyingi zinazojengwa Unguja na Pemba ni suala la ulipaji wa fidia za wananchi pamoja na kukosekana kwa mitaro ya maji pembezoni mwa barabara hizo, jambo linalopelekea usumbufu kwa wananchi wa kuingiliwa na maji majumbani mwao wakati wa mvua, ambapo ameagiza Wizara ya Ujenzi kuitafutia ufumbuzi wa haraka changamoto hiyo. Nitoe agizo hapa, nilitoa kule Muyuni na hapa nalitoa. Barabara zote za Unguja na Pemba lazima ziwekewe drainage system. Micheweni ukenda utapata hiyo kesi, ukenda Wete utapata, ukenda Mkoani utapata, ukenda Chake Chake utapata. Sasa hili jambo si jambo la kusubiri kila siku tunapata malalamiko haya ambayo si ya lazima. Gharama ya barabara hizi tunazozijenga ni kubwa sana. Sasa sisi tunafanya jambo kubwa kwa thamani kubwa, lakini tunakuja kudharaulika kwa jambo dogo sana. Watendaji lazima mtusaidie. Malalamiko yamekuwa mengi mno. Sasa hili Katibu Mkuu nadhani tulishazungumza kwa kina, Naibu Waziri nilishakwambia na waziri nilishamweleza jambo hili.
Kwa upande wake, naibu katibu mkuu utawala kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, ndugu Amos John Henok, amesema kumekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi wanaojiunga katika vyuo vya mafunzo ya amali, jambo ambalo limepelekea kuwepo kwa uhitaji mkubwa wa vyuo hivyo. Na hii yote ni mtazamo wa kuangalia ile silabasi mpya jinsi gani inatupeleka, ambapo sasa tuna mitaala ile ya amali. Sasa na zamani zilikuwa hizi fani za amali watoto ukiwapeleka wanakimbia, wanaona kama wametekwa. Lakini sasa hivi imeonekana kwamba hata zile shule tulizo nazo hazitoshi tena. Sasa kwa kupitia sera yetu, mitaala yetu, tumeona kwamba kuna jambo sasa la uwekezaji wa skuli hizi za amali, kwa sababu zinazalisha ajira moja kwa moja. Kwa hiyo tumepata huu mgao ambao skuli yetu moja iko hapa na nyingine iko kule, ili kuhakikisha kwamba watoto wanapata hizi elimu, hasa wale wa kidato cha pili, lakini na wale wanaotoka Mikunguni kupata zile fani za juu zaidi. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar amekagua ujenzi wa miradi ya maendeleo 17 inayojengwa katika mkoa wa Kaskazini Pemba, iliyojumuisha sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya umeme, maji safi na salama, afya, elimu na barabara. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Uzaima Khamis.